Jambo na habari za jioni na karibu tena katika matangazo yetu ya jioni ya leo ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka Kivu News Info. Tunaendelea kukusogea matukio muhimu ya ndani na nje ya nchi sana yanayohusu hali ya usalama, siasa pamoja na maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali. Na ikiwa leo tarehe 16 za mwezi wa 5 mwaka 2026, tutazungumzia kwa kina matukio yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mijadala bungeni kuhusu usalama wa taifa pamoja na ile kibinadamu unazidi kuasiri katika maeneo kadhaa ya nchi. Basi endelea kukaa nasi mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii kwa habari zote kwa undani zaidi. Naendelea kujua kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kukusii hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo na wewe endelea kutujulisha unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi niite Eloge Lulonga. Basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 16 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Katika hali ambayo wengi walitarajia kuona hatua za utulivu kufuatia wito wa usitishwaji wa mapigano, hali inaonekana kuwa tofauti kabisa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti mbalimbali zinaendelea kuonyesha kuwa waasi wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda waendelea kuimarisha uwepo wao katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Kivu Kusini, huku wakiongeza nguvu kwenye maeneo ya mapambano. Asubuhi ya leo tarehe 16 Mei katika bandari ya Muanzi mjini Bukavu, mashuhuda waliripoti kuonekana kwa boti aina ya Konko zikiwa zimebeba wanajeshi pamoja na vifaa mbalimbali vya kijeshi. Taarifa hizo zinaeleza kuwa vikosi hivyo vilishushwa katika mazingira yaliyozua hofu na wasiwasi mkubwa kwa wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa baadhi ya taarifa kutoka wazalendo waliopo katika eneo hilo, tunaonekana kama sema mkakati wa waasi hao wa kuendelea kujitanua kuelekea maeneo mengine ya Kivu Kusini na hata mijini mingine ambayo bado iko chini ya udhibiti wa serikali ya Kinshasa. Wengi wanaona kuwa licha ya mazungumzo na wito wa usitishwaji wa mapigano, hali halisi uwanjani bado inaendelea kuwa ya taharuki. Mzalendo mmoja alijitokeza aliyetoa taarifa hizo kwa tahadhari amesema kuwa harakati hizo za kijeshi zinaendelea kuonekana wazi katika baadhi ya maeneo ya Bukavu na viunga vyake. Kutokana na sababu za kiusalama, sauti yake ilirekebishwa ili kulinda utambulisho wake. Kupitia ujumbe wake ametoa wito kwa mamlaka ya Kinshasa pamoja na vikosi vya FARDC kuwa macho mbele ya kile alichokitaja kuwa mpango wa waasi wa kuongeza mashambulizi yenye maeneo mengine. Wakazi wa Bukavu na maeneo ya karibu waendelea kuishi katika mazingira hofu, huku wengine wakihofia kurejea kwa mapigano makali ambayo tayari yamesababisha maelfu ya wananchi kuyakimbia makazi yao katika miezi ya hivi karibuni. Baadhi ya wananchi waliozungumza na vyombo vya habari vya ndani wanasema wanahitaji kuona hatua za haraka kutoka kwa serikali kuhakikisha usalama wa raia pamoja na kulinda mipaka ya maeneo ambayo bado yako chini ya udhibiti wa serikali. Kwa upande mwingine, hadi sasa kuna tamko rasmi lililotolewa na serikali ya Kinshasa, huku taarifa hizo za kuwasi
kuwasili kwa vikosi vipya vya M23 na RDF katika bandari ya Mwanzi. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa harakati hizo kunaweza kuhatarisha juhudi za amani zinazoendelea katika ukanda wa mashariki mwa nchi. Hali ya usalama katika Kivu Kusini na Kivu Kaskazini inaendelea kufuatilia kwa karibu, huku wananchi wakitaka kuona suluhisho la kudumu litakalorejesha amani na utulivu katika maeneo ambayo yameendelea kukumbwa na vita kwa muda mrefu sasa. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Burubi karibu na Kashebere ndani ya groupement ya Luberiki wilayani Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako wapiganaji wa Zalendo wamefanikiwa kuchukua udhibiti wa eneo hilo baada ya mapigano ya siku nzima dhidi ya waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano yalianza tangu asubuhi ya Ijumaa tarehe 15 Mei na kuendelea kwa masaa mengi, huku milio ya risasi na nzito na silaha za kivita kisikika katika maeneo mengi yanayozunguka Burubi. Wakazi wa vijiji vya karibu wanasema waliishi siku nzima katika hali ya hofu kubwa, huku wengine wakilazimika kujificha ndani ya nyumba zao na wengine kukimbia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa waasi wa M23 walilazimika kuondoka Burubi majira ya saa 11 jioni baada ya kushindwa kuhimili mashambulizi ya wazalendo walikuwa kisonga mbele kutoka pande mbalimbali za eneo hilo. Baada ya kujiondoa, waasi hao walielekea upande wa Kashebere ambako upo karibu na uwanja wa mapigano. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo, lakini vyanzo vya ndani vinaweza kuwa bado ni vigumu kupata tathmini kamili kutokana na hali ya usalama kuendelea kuwa tete katika eneo hilo. Baadhi ya familia zinazokaa karibu na Burubi zimeanza kuhama kwa hofu na kurejea kwa mapigano au mashambulizi ya kushtukiza. Kwa mujibu wa taarifa nyingine kutoka Kashebere, waasi wa M23 walikuwa wakisubiri msaada wa kijeshi kutoka eneo la Kibati ili kujaribu kurejesha nguvu katika mapigano hayo. Lakini taarifa zinaonyesha kuwa msafara huo wa waasi uliingia katika shambulio la kushtukiza lilowekwa na wazalendo njiani, yale ambayo ilizua vikosi hivyo vya kuongeza kufika katika eneo la mapigano kwa wakati. Wakazi wanaamini kuwa kuzuia kwa msaada wa kijeshi kulichangia kwa kiwango kikubwa kuanguka kwa Burubi mikononi mwa wazalendo. Wengine wanasema mapigano ni ya miongoni mwa makali yalionekana hivi karibuni katika sehemu ya Walikale, eneo ambalo limeendelea kushuhudia hali mbaya ya kiusalama katika miezi ya hivi karibuni. Mpaka kufikia mwanzo usiku wa Ijumaa, milio ya silaha ilikuwa bado inasikika katika baadhi ya sehemu ya Burubi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, wapiganaji wa Zalendo walikuwa wakiendelea na operesheni za kusafisha eneo hilo na kuhakikisha kuna waasi waliobaki mafichoni na kudhibitisha kuwa udhibiti wa Burubi uko mikononi mwao kikamilifu. Wakati huo, wananchi wanaendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na vikosi vya usalama kuongeza juhudi za kurejesha utulivu katika maeneo ya Walikale na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini ambao bado wanaendelea kukumbwa na mapigano kati ya makundi yenye silaha. Hali ya usalama endelea kuzorota katika eneo la utawala wa jadi la Babila Bobombi wilayani Mambasa mkoani Ituri baada ya kuibuka kwa mashambulizi mapya yanahusishwa na waasi wa ADF NALU. Na kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na shirika la APDF linalojihusisha na ulinzi wa watoto na wanawake walioko katika mazingira magumu mjini Mambasa, takriban raia 39 wameuawa ndani ya kipindi cha wiki moja katika vijiji mbalimbali vya eneo hilo. Mashambulizi yameendelea kuacha majonzi makubwa kwa wakazi wa Mambasa, huku familia nyingi zikikimbia makazi yao kwa hofu wa usalama. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa maeneo mengi ya Babila Babombi yamekuwa kishuhudia mashambulizi ya kushtukiza na ulenga raia wasiokuwa na silaha, hali inayozidisha wasiwasi wa wananchi ambao tayari wamechoshwa na miaka mingi ya machafuko. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mbali na watu 39 walipoteza maisha, nyumba 14 zimechoma moto na kuharibiwa kabisa. Pikipiki 8 zimetekezwa huku injini moja ina Jangfa ikiharibiwa kwa moto. Takriban watu 13 pia wajulikana walipo mpaka sasa, jambo linaongeza hofu kwa familia ambazo zinaendelea kusubiri habari kuhusu wapendwa wao. Wakazi wa wanaoathirika wanasema washambuliaji hao pia waliondoka na mali mbalimbali za wananchi, ikiwemo mifugo kama mbuzi pamoja na vitu vingine vya thamani. Hali imewaacha wananchi wengi katika maisha magumu, huku wengine wakikosa hata mahitaji ya msingi ya kila siku. Mratibu wa APDF Mambasa, Ramsi Marikidogo, amesema kwa mashambulizi hayo yameendelea kurudiwa katika kipindi cha siku 7 zilizopita, huku watu wengi zaidi wakibaki wajulikani walipo. Ameeleza kuwa leo inaonyesha ukubwa wa changamoto ya usalama ambayo bado
inaikabili Ituri licha operesheni mbalimbali za kijeshi zinazoendelea dhidi ya makundi yenye silaha. Mbali na athari za moja kwa moja za kiusalama, hali ya kibinadamu na kiuchumi pia imeendelea kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo. Shughuli za masomo zimekwama katika vituo vya Biakato na Mukumu kutokana na hali ya taruki na wakabili wananchi. Familia nyingi zimekimbia makazi yao na kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Shughuli za biashara nazo zimeathirika kwa kiasi kikubwa. Wafanyabiashara wengi hawezi kusafiri au kwa uhuru kutokana na hofu ya mashambulizi mapya, hali ambayo imepelekea kupanda kwa gharama za usafiri pamoja na bei vya chakula katika masoko ya ndani. Wakulima wengi hawaendi tena mashambani kwa kofia usalama wao, jambo ambalo linaendelea kuongeza hali ngumu ya maisha kwa familia nyingi zilizoathirika na vita na kuhama kwa lazima. Mashambulizi ya mapya yanatokea licha ya kuimarishwa kwa ulinzi katika eneo hilo katika siku za hivi karibuni, hususan baada ya kuwasili kwa vikosi vya MONUSCO vinavyokuja kusaidia FARDC katika operesheni dhidi ya makundi yenye silaha kusini mwa Ituri. Hata hivyo, wananchi wengi wanaendelea kuhoji ufanisi wa hatua hizo, huku mashambulizi dhidi ya raia yakiendelea kuripotiwa. Wadau wa ndani pia wanaonya kuhusu athari za kisaikolojia zinazosababishwa na hali ya ukosefu wa usalama. Familia zinazowapokea wakimbizi wa ndani zinasema zimelemewa kutokana na idadi kubwa ya watu wanaowasili kila siku wakikimbia mapigano na mashambulizi. Kupitia mapendekezo yake ya mamlaka husika, Ramsi Markidogo amesitiza kuwa wananchi wa Mombasa wanahitaji amani ya kweli ili kurejesha maisha ya kawaida katika eneo hilo. Wakati huo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi katika eneo hilo ni muhimu kunaendelea kuzofisha shughuli za kiuchumi na zuunganisha Ituri na Kivu Kaskazini, huko mgogoro wa kibinadamu ukiendelea kuongezeka katika ukanda huo. Usafiri kati ya mji wa Bukavu na Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini umeingia tena katika hali ya sintofahamu baada ya trafiki kusimamishwa katika eneo la Luvungi kwa amri ya gavana wa muda wa mkoa huo Jean-Jacques Elakano. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa kwa wananchi wanaotegemea barabara hiyo kwa shughuli za kila siku pamoja na usafirishaji wa bidhaa muhimu. Kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kiraia katika eneo hilo, magari kadhaa makubwa yaliyokuwa yakitoka Uvira kuelekea Bukavu yalizuia tangu majira ya mchana tarehe 15 Mei katika eneo la Luvungi. Hali imesababisha msongamano mkubwa wa magari pamoja na usumbufu wa mamia ya wasafiri waliokuwa wakitumia njia hiyo muhimu ya kitaifa inaunganisha maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini. Mwanaharakati wa kiraia Andre Biadunia amesema kwa mabasi yaliyokuwa yakitoka Bukavu kuelekea Uvira pamoja na yale yaliyokuwa yakitoka Uvira kwenda Bukavu yalazimika kusimamishwa njiani. Kutokana na hiyo, baadhi ya wasafiri waliamua kutumia njia za milimani ili kuendelea na safari zao kwa miguu au kupitia njia mbadala zinazochukuliwa kuwa salama zaidi. Kwa mujibu wa maelezo yake, baadhi ya wananchi tayari wameanza kupita katika njia ya Luvungi kuelekea Lubarika, Munanira, Kaziba hadi Nyangezi ili kufika Bukavu. Hata hivyo, njia hizo za milimani zinaelezwa kuwa ngumu na hatari sana kwa wanawake, watoto pamoja na wagonjwa wanaohitaji kusafiri kwa haraka. Siku chache kabla ya hatua hiyo kutekelezwa, makamu gavana wa mkoa Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano alikuwa tayari ametangaza kusitishwa kwa matumizi ya barabara taifa namba 5. Serikali ya mkoa inaeleza kuwa uamuzi huo ulifikiwa baada ya tathmini ya hali ya usalama katika eneo hilo ambalo linaendelea kushuhudia mvutano wa mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Kufungwa kwa barabara hiyo kunakuja baada ya kujiondoa kwa waasi 23 katika baadhi ya maeneo ya ukanda huo pamoja na taarifa za kuuawa kwa mpiganaji mmoja wa wazalendo kufuatia mapigano yaliyotokea hivi karibuni. Swala linaongeza hofu ya kuzuka tena kwa mapigano mapya katika maeneo yanayozunguka Luvungi na Sange. Wakazi wa Uvira wameanza kueleza wasiwasi wao kuhusu athari za hatua hiyo, wakisema kuwa mji unategemea kwa kiwango kikubwa bidhaa na huduma zinazotoka Bukavu. Kusimamishwa kwa trafiki katika barabara namba 5 kunatarajiwa kuathiri biashara, usafirishaji wa vyakula, mafuta pamoja na bidhaa nyingine za muhimu zinazotumiwa kila siku na wananchi wa Uvira na maeneo ya karibu. Wafanyabiashara kadhaa wameonya kuwa iwapo hali hiyo itaendelea kwa muda mrefu, bei za bidhaa muhimu zinaweza kupanda kutokana na ugumu wa usafirishaji. Tayari bidhaa ya wananchi yameanza kuripoti kupanda kwa gharama za usafiri, huku wengine wakishindwa kabisa kuendelea na safari zao. Mashirika ya raia katika mkoa wa Kivu Kusini yanaendelea kuitaka serikali ya mkoa
kuchukua hatua za haraka ili kufungua tena barabara hiyo muhimu kwa misingi ya kibinadamu. Wanasema kuwa kufungwa kwa barabara namba 5 kuna siri zaidi wananchi wa kawaida ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na changamoto ya usalama mashariki mwa nchi. Wakati huo hali ya usalama katika maeneo ya Luvungi, Sange na njia Bukavu kuelekea Uvira endelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakisubiri kuona iwapo mamlaka za mkoa zitatoa uamuzi mpya kuhusu kurejeshwa kwa trafiki katika barabara hiyo muhimu namba 5. Kauli ya Eric Ngalula Ilunga imezua mjadala katika anga za kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisitiza haja ya kupitishwa kwa katiba mpya ili kuimarisha tathmini ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vyombo vya usalama nchini. Katika maelezo yake, Ngalula Ilunga amesema kuwa katiba mpya inaweza kuwa suluhisho la kuimarisha sekta ya ulinzi na kuhakikisha nchi inapata usalama wa kudumu katika mazingira ya sasa na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi. Ameongeza pia kwamba kile alichokiita mlindi dhidi ya uvamizi wa Rwanda ni Rais Felix Antoine Tshisekedi, akisitiza kuwa anapaswa kupewa muhula wa 3 ili kuendelea kulinda taifa. Kauli hiyo imeboa mitazamo tofauti, ambako baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanaona ni mjadala unaogusa masuala ya kikatiba na mustakabali wa uongozi nchini, huku wengine wakihimiza umuhimu wa kuzingatia taratibu za katiba na demokrasia katika mabadiliko yote ya kisiasa. Hadi sasa kuna tamko rasmi la serikali au taasisi za kikatiba iliyotolewa kuhusu pendekezo hilo, lakini mjadala unaendelea katika mitandao ya kijamii na miongoni mwa wadau wa kisiasa nchini DRC. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kushuhudia mijadala mikali kuhusu hali ya usalama na namna ambavyo mamlaka za kijeshi zinavyosimamia majimbo yaliyo chini hali ya etat de siege alikatasa katika Ituri na Kivu Kaskazini. Hii ni baada ya mbunge John Mbomba kutoa tahadhari bungeni siku ya Ijumaa tarehe 15 Mei kuhusu kile alichokiita vitisho na shinikizo dhidi ya baadhi ya wabunge wanaotoka katika majimbo hayo. Kwa mujibu wa Bomba, baadhi ya wakilishi wa wananchi wakiwemo mbunge Crispin Mindule na Christian Irakana wanadaiwa kukumbwa na vitisho vinavyotokana na ukosoaji wa kuhusu namna ambavyo viongozi wa kijeshi wanavyoendesha masuala ya usalama katika maeneo yao. Amesema kuwa hiyo ni hatari na kwa kidemokrasia na inazuia uwazi wa katika ufuatiliaji wa matumizi ya madaraka ya umma. Mbomba ameeleza kuwa katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini ambako serikali iliweka utawala wa hali ya hatari etat de siege, baadhi ya viongozi wa kijeshi wanaosimamia maeneo yao wanatumiwa kuwanyamazisha wanasiasa wanaotoa maoni tofauti au wanaohoji ufanisi wa operesheni za usalama. Amesema kuwa tabia hiyo inaweza kuzofisha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Kwa mujibu wake, katiba nchi inawapa wabunge jukumu la msingi la kudhibiti na kufuatilia utendaji wa serikali pamoja na taasisi zake zote, ikiwa ni pamoja na sekta ya ulinzi na usalama. Hivyo amesema ni muhimu kuhakikisha kuwa wabunge wanapata uhuru wa kutekeleza majukumu yao bila vitisho au vikwazo vyovyote. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho majimbo mashariki mwa DRC endelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha, hali ambayo imesababisha serikali kuweka utawala maalum wa kijeshi katika maeneo hayo ili kukabiliana na hali hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa mjadala huo unaonyesha mvutano unaongezeka kati ya mamlaka ya kijeshi na wawakilishi wa wananchi, hususan hasa kuhusu namna bora ya kushughulikia mgogoro wa kiusalama unaendelea mashariki mwa nchi. Wakati huo hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na mamlaka za kijeshi au majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini kujibu tuhuma hizo za vitisho dhidi ya wabunge. Hata hivyo, swala hilo linatarajiwa kuendelea kujadiliwa bungeni pamoja na katika vyombo vya maamuzi ya kisiasa nchini, huku wadau wakihimiza umuhimu wa kuheshimu katiba na kulinda uhuru wa taasisi za kidemokrasia. Merci pour la parole, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple, chers collègues. Nous prenons la parole ce jour pour lancer un cri d'alarme. Alors que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont attaquées, que nos compatriotes subissent le martyre d'une guerre injuste, nous assistons à une dérive sans précédent dans ces deux provinces, où les animateurs ont transformé l'état de siège en un instrument d'oppression politique et de musellement des élus. C'est ici, nous semble-t-il, indiqué de rappeler qu'à chaque fois
que nous examinons en plénière le projet de la loi portant prorogation de l'état de siège, nos collègues de ces deux provinces qui prennent la parole dans le sens de dénoncer certains faits, certains faits liés soit aux opérations, soit à la gestion administrative, deviennent des cibles des intimidations et parfois des fausses accusations de la part des gouverneurs militaires. Nul n'a besoin de rappeler. C'est ici, nous semble-t-il, indiqué de rappeler qu'à chaque fois nous examinons en plénière le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, nos collègues de ces deux provinces qui prennent parole dans le sens de dénoncer certains faits liés soit aux opérations, soit à la gestion administrative, deviennent des cibles des intimidations et parfois de fausses accusations de la part des gouverneurs militaires. Nul n'est besoin de rappeler que par solidarité nationale, tous les honorables députés ont, au cours de cette législature, manifesté un élan patriotique à travers des cotisations spéciales pour participer à l'effort de guerre de l'Est. Et sous cet élan, les députés nationaux de provinces agressées ont poursuivi cette dynamique qui constitue ni plus ni moins un acte d'engagement patriotique. Qualifier cette solidarité parlementaire à l'effort de guerre d'un acte de participation au mouvement insurrectionnel frise un découragement et joue le jeu de l'ennemi. Vouloir faire taire les élus, c'est vouloir rendre la population deux fois victime. Une fois par les balles de l'agresseur et une seconde fois par le silence imposé à ces élus porte-parole qui sont les députés nationaux. Je disais, vouloir faire taire les élus, c'est vouloir rendre la population deux fois victime. Une première fois par les balles d'agresseurs et une seconde fois par le silence imposé à ces seuls porte-parole qui sont les députés. Si nous disons non aujourd'hui et si nous acceptons d'être réduits au silence par les gouverneurs de nos provinces, alors notre pouvoir législatif sera emporté et là nous ne serons plus que des figurants. Je disais, si nous ne disons pas non aujourd'hui, et si nous acceptons d'être réduits au silence par nos gouverneurs de province, alors notre pouvoir législatif sera emporté et là, nous ne serons plus que des figurants. À ce stade, il convient de rappeler, honorable président, que certains de nos collègues députés nationaux font également objet d'attaques. Pour ne pas citer, il y a le collègue Irachan de Saint-Nicolas, il y a le collègue Abdallah Penembaka, et le cas le plus patent qui constitue les ballons d'essai est celui de notre collègue Crispin Mbindoulé. À la lire où vont les choses, notre dignité, nos droits et nos immunités font l'objet de menaces et leur disparition n'est plus à redouter. Si nous ne nous assumons pas, chers collègues députés nationaux et élus légitimes du peuple, aujourd'hui sont les trois collègues, demain ça sera nous tous. Honorable Président, chers collègues, ne laissons pas nos gouverneurs de province devenir des tombeaux de notre liberté d'expression. Honorable Président et chers collègues,
Ne laissons pas les gouverneurs de nos provinces devenir les tombeaux de notre liberté d'expression. Nous voulons travailler avec eux dans un climat de respect mutuel et dans l'intérêt de nos populations. Un élu qu'on fait taire, c'est un peuple qu'on assassine une seconde fois. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue. Ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 16 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na mbona ukisikiliza ni Kivu News FM, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu kutiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia kutoka mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya jioni ya leo. Basi kwa habari zaidi na za kina endelea kuwa nasi kupitia Kivu News FM na wenzetu wa vyombo vingine vya habari nchini. Tukaendelea kujulisha kile kinachoendelea kwa wakati wake. Basi na kabla sijatimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, naendelea kukumbusha kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekusihi na ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazimito ya kila siku na kisha tunakuletea habari sasa zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, ni Kivu News Info. Basi acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 16 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi tukutane tena katika taarifa zetu za kesho asubuhi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu awalinde, muwe na jioni njema vile vile na usiku mwema. Bye bye na chao. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.